Mwalimu kwake aniruhusu kama kuna hotuba yoyote ambayo mimi naitaka atanipatia katika zile reels zile. Na vile vile wakati mmoja nafikiri itakutekesha hiyo, aliandika article moja, nakala moja katika Nationalist, akaeleza kama iko tofauti, yaani kutaifisha, kama utaifisha mali si lazima wewe ni mjamaa. Unaweza kuwa wewe ni mtu ambaye siasa kali, kama vile walivyokuwa wale Wanazi wale. Aeleza maana yake nationalization si lazima maana yake ni ujamaa. Sasa mwisho yeye akajiandikia kama ni Shija Msafiri. Shija. Mimi niliposoma kaona ni yeye. Alafu akampigia simu na ni Mkapa, akamwambia nani, mwalimu. Akamwambia ndio aliandika hivi. Michael Senga akiandika katika. Basi mimi nikajibu nikasema huyu si Shija Msafiri, ni Shujaa Msafiri. Sasa mwalimu pia Maka akifanya hivi akaandika vitu kwa kisirisiri. Akitoa majina mengine. Lakini kwa sababu ile najua ile hati zake na vile alivyoandika najua. Na mimi alhamdulillah kwa kina kwake kule kama hivi. Ana kifusi chake pale Msasani. Ufungua na mwenyewe. Naam. Basi tengindani kama hivi sasa. Ataka pale kapozungumza. Kwa makinifu kabisa. Kabisa. Yaani katika watu maisha yangu ambao mimi nisomesha ni yeye na Sengo. Yule wa Sengo na Jaramogi. Ala. Baba kirele kabisa. Nataka kusikize. Wakati ule. Ndio. Na mimi kitu kinachokumbuka sana cha Mzee Jaramogi ukizungumza na kitu kingine tasumbua kidogo. Alipokwenda Lamu, pale tasumbua kidogo. Lakini nakueleza kitu kimoja, alipokwenda Lamu akakuta wanawake wa Amu wamekuja kuja katika kuhudhuria ule mkutano wake mkubwa. Just after independence ile. Akakuta wanawake wa Amu wamevaa mabwebwe wamejifunika mpaka hapa. Sasa na wazee wa kiume wamevaa kanzu na kofia. Akasema hii ni Kenya ama hapa ni Arabuni? Ushasikia bwana? Hapa ni Kenya ama hapa ni Arabuni? Asema yeye. Na hawa wanawake wengine wamejifunika namna hii. Kwani mimi nanuka? Bwana. Utaedit wala hiyo. Utaedit hiyo. Hebu kigeuze. Cha nani? Sekuture. Sekuture. Maki maspichi yake utanipatia. Maki yule iko tofauti kubwa bwana. Sekuture philosopher, falsafa, na Sekuture politician. He was a philosopher yule? Kabisa. Sana. Yule alisoma wapi yule? Alisoma Faransa. Sorbonne. Sijui kama lakini sana. Na wewe kana kuzungumza kwa makini na kanipatia vitabu vyake. Ala. Na wewe sasa patikana tena. Sasa hapa Sheikh Muhammad. Naam. Ona hapa iko hii speech ya mwalimu iko moja hapa. Inaitwa hii kule Kivukoni 1968. Speech yake ya kwanza ile 1968 hiyo. Speech yake ya kwanza 65. Kabla Azimio. Kabla Azimio. Na nyingine inaitwa Kitu Kazi. Sasa tepu lako ni wapi? Ndio tepu la haribika na nilikwambia tafuta tepu. Tafuta tepu. Wewe kutafuta tepu? Sipati bwana. Hakuna matepu siku hizi? Ya real to real ile.